ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mupate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mutoke gizani mukaingie katika nuru yake ya ajabu. Ufunuo 1:6. Ufunuo wa Yohana, Revelation 1:6. Nitasoma, tulisoma Jumapili, nitasoma tena. Na wacha nianzie 5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. 6. Na kutufanya kuwa ufalme. Kitu cha kwanza, ametufanya kuwa ufalme. Na kitu cha pili, na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele, katika jina la Yesu. Tunaangalia Mungu ametufanya kuwa makuhani, ingawaje baadaye pia tutaangalia hiyo kofia ya ufalme. Ametufanya kuwa makuhani na ametufanya kuwa wafalme, na pia ametufanya kuwa wana wa Mungu. Tumezungumza sana kuhusu wana wa Mungu, ingawaje hatujamaliza na tuwezi maliza, maana sisi tu wana wa Mungu hata milele. Sasa tunaangalia ukuhani kwa kiwango kile ambacho Roho Mtakatifu atatuwezesha katika jina la Yesu. Tukimalizia kuangalia ukuhani, tutaangalia pia sisi vile tulivyo wafalme katika jina la Yesu. Lakini kwa sasa tutaendelea na ukuhani. Tuliona Jumapili ya kwamba Kristo Yesu ametufanya kuwa makuhani wa Mungu. Haleluya. Na Biblia inasema ametufanya kuwa makuhani si katika sheria. Bwana asifiwe. Si katika sheria iliyopeanwa na Musa, maana sheria iliyopeanwa na Musa ilisema ni Walawi peke yake wanastahili kuwa makuhani. Biblia inasema katika uwezo wa nguvu za Mungu, katika uwezo wa nguvu za Mungu tumefanyika kuwa makuhani. Sitarudia sana, lakini kuna mambo ambayo ningetaka tuangalie. Kwa nini Yesu akatufanya kuwa makuhani? Kwa nini haikutosha kuwa wana wa Mungu? Kwa nini haikutosha kuwa wafalme kama vile tumeona sisi ni wafalme, we are princes? Kwa nini haikutosha akatufanya kuwa makuhani? Tuna Jumapili ya kwamba kwa sababu ni kuhani aliye na ruhusa, ni kuhani aliye na idhini, ni kuhani aliye na uwezo wa kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Haleluya. Umesikia? Ni kuhani aliye na idhini, ni kuhani aliye na uwezo wa kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Huwe ni ulimwengu wa giza ama huwe ni ulimwengu wa nuru, hakuna kuingia katika ulimwengu wa roho pasipo kuhani, pasipo dhabihu na pasipo madhabahu. Ulimwengu wa roho, wanaoingia huko ama wanaopelekwa huko lazima wawe makuhani ama wapitie kuhani ndio waweze kuingia katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Na tukaona ndio Kristo Yesu atupatanishe na Mungu Baba. Kumbuka Biblia inasema alifanyika nini? Kuhani. Yeye akafanyika kuhani katika mfano wa Melkizedeki ambao ni ukuhani wa milele. Kristo akafanyika kuhani kwa mfano wa Melkizedeki. Na kitu cha pili, sadaka akawa yeye mwenyewe ndiye sadaka, na damu yake ikawa ndio ambayo inatolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na tukaona msalaba ukawa ndio madhabahu. Haleluya. Kwa hivyo Kristo Yesu hakuna vile ambavyo angetuunganisha na Mungu pasipo kwanza kuwa kuhani. Maana ni makuhani, ni makuhani, haleluya, legally wanaostahili kuunganisha ulimwengu huu na ulimwengu wa roho. Kwa hivyo Kristo akafanyika kuhani mfano wa Melkizedeki ili atuunganishe na Mungu Baba. Maana ni kuhani peke yake aliye na uwezo, aliye na ruhusa ya kuzungumza ama kwenda katika ule ulimwengu mwingine. Biblia inasema Mungu ni roho. Tutaangalia hiyo mambo tutapokuwa tunaangalia kitabu ya Yohana 4 hivi karibuni, sijui ni siku gani, lakini ile siku Mungu atatujalia bado tunaendelea kitabu cha Yohana. Haleluya. Na kitu cha pili katika jina la Yesu, kwa nini Kristo Yesu
akatufanya kuwa makuhani. Nimekuambia kitu cha kwanza, maana ni kuhani peke yake aliye na uwezo wa kuunganisha ulimwengu huu na ulimwengu wa roho, na yule ambaye anaweza kuwa kuhani hapa duniani ni mwanadamu. Wacheni na tukaangalia Jumapili ili muweze kuelewa kwa kina. Ndiposa wote ambao wanaokoka lazima waongozwe kwa sala la toba na mwanadamu, kwa sababu ni mwanadamu peke yake aliye na uwezo wa kuwa kuhani mahali hapa. Na tukaona katika Biblia ili tuelewe vizuri kabisa haya mambo ya ukuhani katika jina la Yesu, ili tusipotee. Ndio sababu narundia ili tusipotee. Hata Paulo anasema kurundia kwangu ni faida kwenu, sipotezi wakati, ni faida kwenu na ni faida kwetu. Tukaona katika Biblia kuna watu ambao walitokezewa na malaika. Mmoja anaitwa Kornelia. Kornelia alikuwa mtu ambaye ni mkamilifu na mcha Mungu, lakini alikuwa mcha Mungu katika agano la kale ambalo Biblia inasema Yesu alipofanyika kuhani, ilo agano la kale liliondolewa na likaja agano lingine jipya ambalo Biblia inasema ni bora kuliko lile agano la kale. Na kwa sababu Kornelia alikuwa mcha Mungu na sadaka zake, tutaangalia haya mambo ya sadaka baadaye. Biblia inasema na malaika akamtokezea na akamwambia ya kupasa uende kwa Petero, atakwambia la kufanya. Hebu niwaulize, kwa nini malaika hakuongoza Kornelia sala la toba? Kwa nini malaika hakuongoza Kornelia sala la toba? Amwambia sasa sema hivi nyuma yao, kwa sababu ni kuhani hapa duniani. Kuhani mwanadamu, malaika hawakui makuhani, ni kuhani hapa duniani. Anaweza elekeza mtu katika ulimwengu wa roho, ndiye anaweza kumwelekeza kwa Mungu, na makuhani wa kishetani ndio wanapeleka watu kwa mashetani. Haleluya. Ndiposa Kornelia akatumwa kwa Petero, kuhani wa Mungu, ili Petero amuunganisha na ulimwengu wa roho, ili Petero amuunganishe na Kristo Yesu. Na baada ya hapo naye Kornelia akawa nini? Kuhani. Tunamwona mtu mwingine alikutana na Yesu mwenyewe, hakukutana na malaika. Huyo mtu anaitwa nani? Huyo mtu anaitwa Sauli. Na Yesu akamwambia enda kwa Ananias, atakwambia la kufanya. Kwa nini Yesu akumuongoza katika sala la toba? Kwa sababu hapa duniani ni makuhani wa kibinadamu. Ingawaje Yesu ni kuhani mkuu kule mbinguni, si kuhani hapa duniani. Kila ni kuhani mkuu kule mbinguni. Alifanyika kuhani pale msalabani na akatoa sana. Biblia inasema alitoa once and for all, na hayo yakaisha na akaenda mbinguni. Sasa makuhani hapa duniani ndio ambao wanaweza elekeza watu na kuintroduce watu katika ulimwengu wa roho, huyo ni wa giza ama ni wa Mungu. Ndiposa Yesu akaambia Sauli enda kwa Ananias, atakwambia la kufanya. Yule Mwethiopia ambaye alikuwa aelewi Biblia, tunaona ya kwamba yule Mwethiopia malaika alishuka kwa Filipo na akamwambia shika njia inayoenda mahali fulani, kisha enda umsaidie. Kwa nini huyo malaika akushukia yule Mwethiopia na akamsaidia? Haleluya, nisikieni. Haleluya. Unajua kuna watu, nipungie mkono, wamedanganywa na maroho na malaika ambao walioanguka, na wanasema wao waliongozwa sala la toba na malaika, wanasema wao waliongozwa sala la toba na Yesu. Hapana. Haleluya. Ni mwanadamu, ni kuhani mwanadamu anayepeleka mwanadamu mwenzake, anayeintroduce mwanadamu mwenzake katika ulimwengu wa roho hata kwa Mungu. Ndio tunaona haya mambo yanafanyika, na ndiposa Kristo Yesu amefanya kila mmoja aliyeokoka kuwa kuhani katika jina la Yesu, ili kila mmoja aliyeokoka aweze kuwasiliana na Mungu Baba, aweze kuingia katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, katika mbingu, na kuwasiliana na Mungu Baba. Kwa hivyo nisikie katika jina la Yesu, wewe uliyeokoka, tuliona Jumapili zote ni makuhani kwa ajili ya kile Kristo Yesu alifanya pale msalabani. Wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamume, wewe ni msichana, wewe ni yatima, wewe hujasoma au umesoma,
wewe ni kuhani, unao ruhusa, unao idhini, unao uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Haleluya! Unao uwezo wa kupeleka watu kwa Mungu. Na ndiposa Kristo akasema, enteni duniani mkahubirie watu wote. Kuleta watu kwa Kristo si kwa mchungaji mpeke yake, bali kila mmoja anauweza aliyeamini Kristo Yesu akaleta watu kwa Yesu na kuwapeleka kwa Mungu. Wakienda kwa Kristo Yesu nao wanakuwa makuhani katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana asifiwe. Ni sisi wale ambao hawajaokoka tunawapeleka kwa Kristo na wanapata idhini ya kuwa makuhani katika jina la Yesu. Haleluya! Na tukaona kitu kingine ambacho ni muhimu ni kwamba ingawaje Mungu ni baba yetu, nisikieni katika jina la Yesu, ingawaje Mungu ni baba yetu, anastahili kuabudiwa. Kitu kimoja ambacho Mungu anaambia Musa wakati ambapo anamtuma kukomboa wana wa Israeli, Farao anapotaka kujua kwa nini waende, anamwambia hawa wanastahili waende wakamwabudu Mungu katika jina la Yesu. Kusudi moja la Mungu kutuumba, kusudi moja na kusudi kubwa la Mungu kutuumba ni ili tuweze kumwabudu Mungu, na uwezi ukaabudu Mungu pasipo kuwa kuhani katika jina la Yesu. Sisi ni wana wa Mungu, hiyo ni ukweli katika jina la Yesu, lakini hatuwezi abudu Mungu kama wana wa Mungu, ila tunaabudu Mungu kama makuhani katika jina la Yesu. Na ndiposa Kristo ametufanya makuhani ili tuweze kumwabudu Mungu. Na kitu kingine, ili tuweze kutolea Bwana sadaka zetu na dhabihu zetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Na wacheni waambie, na tukaona Jumapili, nisikieni, chochote ambacho unachokifanya katika jina la Yesu katika ufalme wa Mungu, kifanye kama maabudu ambayo unaabudu Mungu katika jina la Yesu. Kutoa kwako kuwe ni maabudu, kuimba kwako kuwe ni maabudu, kusifu kwako kuwe ni kuabudu. Tuliona Jumapili, sitarudia, linasema na tutoe, haleluya, sifa za midomo yetu daima na tutende mema. Linasema hizo ni sadaka ambazo zinamfurahisha Bwana. Kama nani? Kama makuhani milele. Na tukaona ya kwamba mahali popote tunastahili kutolea Bwana sadaka na dhabihu. Tusingoje ya kwamba tuseme ni kanisani. Linasema 24/7. Hapo ndipo moto wa Roho Mtakatifu katika madhabahu. Na tuliona kila aliyokoka ana madhabahu ndani mwake, ndio moto hautazimika katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kwa ajili ya kumwabudu Mungu, maana yeye ni Mungu, anastahili kuabudiwa. Yeye ni Mungu, anastahili kuabudiwa, na tutamwabudu kama makuhani katika jina la Yesu. Kwa hivyo unapoabudu, abudu kama makuhani. Na kitu kingine tukaona kuintercede kwa ajili ya mwanadamu, lazima uwe kuhani katika jina la Yesu. Biblia inasema hata Yesu alituombea na anatuombea kama kuhani. Atuombei kama mwana wa Mungu, anatuombea kama kuhani. Halo, nikawaambia katika maombi katika jina la Yesu, when you are interceding, simama na kofia ya kuhani katika jina la Yesu. Simama na kofia ya yes, simama na kofia ya kuhani kama katika jina la Yesu. Kama unaombea familia yako, simama na kofia ya kuhani katika jina la Yesu. Kama unaombea biashara yako, simama when you are interceding. Haleluya. Kwa sababu ya Mungu kuingilia kati mahali popote, unahitaji Mungu kuingilia kati. Hata kama ni maisha yako, unahitaji Mungu kuingilia kati katika hali fulani. Haleluya. Unahitaji mkono wa Mungu mahali fulani, kwa hali yako, ya familia yako, ya kanisa, ya eneo. Simama na kofia ya kuhani katika jina la Yesu. Maana ni makuhani peke yake walioruhusiwa kuombea watu kwa Mungu. Haleluya. Na ndiposa Kristo Yesu akatufanya makuhani ili kila mmoja aweze kusimama mbele zake Bwana na kuomba, na maombi yake yakakubaliwa katika jina la Yesu. Haleluya.
Bwana asifiwe. Umesikia? Ndio sababu Kristo Yesu ametufanya nini? Makuhani. Kwa hivyo unapo intercede katika jina la Yesu, simama kama kuhani katika jina la Yesu. Simamisha damu ya Kristo Yesu. Biblia inasema tukusoma Jumapili kitabu cha Waebrania 10 nafikiri mstari wa 19. Inasema twende mahali patakatifu pa patakatifu na damu yake Yesu. Kitambo ni kuhani wakuu peke yake waliruhusiwa kwenda patakatifu patakatifu. Tena Biblia inasema mara moja kwa mwaka. Lakini sasa kila wakati, kila saa tunaweza enda patakatifu pa patakatifu pa Mungu na damu yake Yesu. Biblia inasema tunapoenda pale twende na ujasiri. Biblia inasema tutapokea rehema na neema ya kutusaidia wakati wa matatizo. Haleluya. Bwana asifiwe. Ya kutusaidia wakati wa matatizo. Kwa hivyo unapo intercede, narudia tena, simama kama kuhani, vaa kofia ya kuhani katika jina la Yesu. Na jambo lingine nimesema hapa duniani, nisikieni, ni makuhani wanadamu. Ni makuhani wanadamu, si malaika, ni makuhani wanadamu. Na nisikieni, niliwaambia Jumapili, mahali ambapo shetani anakuja kama shetani ajitokeze mwenyewe. Maana katika haya maisha kuna mahali ambapo mwanadamu anafika na ibilisi anaamua kujitokeza mwenyewe kupambana naye. Lakini shetani atakapojitokeza mwenyewe kupambana nawe, nisikieni, naye Kristo Yesu atajitokeza kupambana na shetani. Na Kristo Yesu asipojitokeza, Mikaeli atajitokeza kupambana na shetani. Kwa hivyo mahali shetani anasimama kama shetani katika maisha ya mwanadamu, mahali shetani anasimama kama shetani mwenyewe kupinga mwanadamu, Kristo Yesu anajitokeza mahali pale. Haleluya. Kuna mhubiri namjua, haleluya, namjua, Mungu amemneemesha sana. Haleluya, Mungu amemneemesha sana. Ni mhubiri ambaye amefufua wafu na mara nyingi ameombea watu ambao ni wazimu wengi wakapona. Na siku moja akafanya kurusendi mahali, haleluya, na mahali pale mtu akafufuka, na mahali pale wasimu nyingi sana zikapona. Na usiku shetani akamtembelea, si katika ndoto, si katika maono, akaja mwenyewe. Maana walikuwa mezani, yeye na mke wake na mtoto wake wanakula, na kaona kimtu kimesimama hapo cha kutisha. Mwili ni mkubwa, lakini kakichwa kanakaa kama kayai. Haleluya, kama kayai. Vile shetani anashuka na vitisho ili amtishie. Yeye hakushtuka, na kamuuliza, wataka nini? Kamwambia, sikia, mimi ni shetani, umevuka mipaka. Kamuuliza, nimevuka mipaka namna gani? Kamwambia, kile ulifanya umevuka mipaka. Nani alikuambia hawa watu uondoe mikononi mwangu? Sasa uliyefufua wewe utachukua nafasi yake, nimekuja kukuua. Na sasa unajua, mama anamuona na mtoto anamuona na mhubiri anamuona. Mhubiri anasema mama alistuka akajificha na mtoto akajificha. Sasa akaanza kukemea yule shetani, anamwambia katika jina la Yesu, nimekushinda wewe shetani, umeshindwa. Anasema vile anavyomkemea, anacheka kweli kweli, anamsongea, anamwambia nitakuua. Vile anavyomkemea, bila anavyo maandiko anamkemea. Sasa akafikiria, kile nitafanya ni mlango nitafungua nikitoe. Haleluya. Maana hapa nimemkemea, anacheka. Haleluya, anacheka, ananikaribia na ananiambia ataniua. Anasema akafikiria kile atafanya ni mlango atafungua akitoe. Haleluya, akitoe. Mama na mtoto shauri yao. Haleluya. Lakini akiwa anafikiria hivyo, akaona lile nchitu, lile shetani limepiga magoti, limesema nisamee mkuu. Sasa akashangaa, limepiga magoti likasema nisamee mkuu, na nitaki kuangalia huku. Yeye akaangalia nyuma, akasema akaona mtu ambaye hawezi muangalia vile alikuwa anang'ara, na akamuuliza, nimekuja kukusaidia. Akamuuliza, kwa nini nilipomkemea kwenda?
akamwambia, sikia, shetani ni muongo, shetani ni muongo. Hakuwa anacheka, alikuwa analia, ila alikuwa anajidhihirisha kama anacheka ili wewe uvunjike moyo, lakini nimekuja kukusaidia. Na shetani akainuka akamwambia, kwa heri, nitarudi siku ingine. Lakini anasema mpaka wa leo hajarudi. Na Yesu akaenda zake, akajitokeza. Tunaona shetani alipoenda kwa ajili ya Petero, Yesu anaambia Petero, basi shetani ameomba kupepete, ila mimi nimeomba kwa Mungu Baba. Kwa hivyo mahali popote shetani anajitokeza kama yeye, naye Kristo Yesu anajitokeza kama yeye ama Mikaeli. Lakini nisikieni na nipungieni mkono katika jina la Yesu. Hili jambo nitalirundia anti mutakabolishika. Na narundia tena, hapa ndipo shetani anapiga kanisa teni neno. Hapa ndipo wachawi wanapiga kanisa. Ni wakati ambapo shetani haji kama shetani, ila anatumia wanadamu ambao amewafanya makuhani. Shetani anapotumia wanadamu ambao amewafanya makuhani, nisikieni, vile hatuwezi ingia katika ulimwengu wa Mungu pasipo kuhani. Haleluya! Ndiposa nasema lazima anayeamini aongozwe sala la toba na mwanadamu. Hakuna mwanadamu mwenye dhambi anaweza jipeleka katika ulimwengu wa roho wa Mungu isipokuwa apelekwe na aliyeamini. Tumeona katika Biblia, ndiposa Sauli akatumwa kwa Anania, Kornelia akatumwa kwa Petero. Haleluya! Yule Filipu akatumwa kwa Muethiopia. Na ndiposa Kristo anasema, enteni ulimwenguni mote mkihubiri, mkifungua, mkifanya hivyo. Si malaika wanayohubiri, ingawaje malaika tuliona katika Biblia kuna wakati watahubiri, lakini sio sasa. Sasa wakati Yesu atakuwa mtawala hapa duniani, lakini sasa ni sisi wanadamu. Nisikie, hivyo ndivyo ilivyo na ulimwengu wa shetani. Mumenisikia? Hivyo ndivyo ilivyo na ulimwengu wa shetani. Hakuna yule anaweza ingia katika ulimwengu wa giza pasipo kupelekwa na kuhani wa kishetani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nisikieni, mahali ambapo shetani ameinua kuhani ambaye ni mwanadamu, mahali ambapo shetani ameinua kuhani ambaye ni mwanadamu, nisikieni katika jina la Yesu, lazima pawe na kuhani wa kiungu wa kusimama na kupinga yule kuhani wa kishetani katika jina la Yesu. Mumenisikia? Narudia tena, mahali ambapo ni kuhani mwanadamu amehusika, mahali ambapo ni kuhani wa kishetani, anaweza kuwa ni kuhani wa kiganga, anaweza kuwa ni kuhani wa kichawi, anaweza kuwa ni kuhani wa abudu shetani. Makuhani wote wa giza wamehusika katika kufanya kitu katika ulimwengu huu. Ni kuhani wa Mungu ndiye ambaye anayestahili kusimama na kupinga, ingawaje baadaye, nisikieni, maana Mungu ndiye neno la mwisho la hapa duniani. Mungu anaweza akawashughulikia hao makuhani wa kishetani, akawapiga. Haleluya! Akapita nao akawapiga. Bwana asifiwe. Ama akawatembelea. Haleluya! Wakaokoka. Mungu anao uwezo, lakini nisikieni, kupinga kazi zao, kuharibu kazi zao, inahitaji kuhani wa kiungu katika jina la Yesu. Na ndiposa Yesu mwana wa Mungu alipatia yote ambaye aliyeamini, yeyote aliyeamini, hawe ni mwanamke, hawe ni mwanamume, hawe ni msichana, hawe ni kijana, hawe ni tajiri, hawe ni masikini, au amesoma wala hajasoma, yeyote ambaye aliyeamini Kristo Yesu amefanya nini? Amemfanya kuhani. Hili mtu yeyote aliyeamini, asiwe mchungaji, asiwe apostol, asiwe nabii, yeyote aliyeamini ana mafuta ya Mungu ya kuhani. Aliyeamini ana mafuta ya Mungu ya kuhani.
Sisi ni ofisi, ni karama, ni wito kwa ajili ya kusaidia kanisa. Lakini yeyote aliyeamini ana mafuta ya ukuhani, ana upako wa kuhani wa kushughulikia kazi za giza, ana mamlaka ya Mungu ya kushughulikia kazi za giza zote. Ndio Yesu anasema, nimewapa uwezo, nimewapa nguvu, nimewapa mamlaka dhidi ya kazi zote za yule ibilisi mwovu. Lakini lazima tupate ufahamu tunaposhughulikia mambo ambayo yamefanywa katika madhabahu ya giza. Basa nimewaambia mambo ambayo yanahusiana na ushirikina, mambo ambayo yanahusiana na uchawi, mambo ambayo yanahusiana na nguvu za giza, madhabahu yamehusika. Lazima tusimame kama makuhani katika jina la Yesu. Haleluya. Usifanye makosa ya kwenda mahali pale ovyo ovyo. Simama na kofia ya ukuhani. Simama pale kama kuhani wa Mungu katika jina la Yesu, kama kuhani aliyeitwa na Bwana. Na ukisimama kama kuhani katika jina la Yesu, zile kazi za giza utasiharibu, zile kazi za giza utasiangamiza kama kuhani. Haleluya, kama kuhani. Maana kama kuhani utaharibu ukuhani wote wa giza katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Na hapa ndipo ambapo kanisa linaanguka, kwa sababu tunamwangalia mchungaji. Haleluya, tunamwangalia nani? Mchungaji. Tunamwangalia mchungaji. Si vibaya kuombewa. Kama kabla hujapata misuli ya kiroho, ni kuombea katika jina la Yesu. Ukiwa mchanga ni kuombea, lakini nikufundishe kama kuhani katika jina la Yesu kusimama na miguu yako, kusimama katika jina la Yesu na kupingana na nguvu za giza na mamlaka ya giza kama kuhani katika jina la Yesu. Usikaliwe na shetani kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili utakapokuja kuombewa na mchungaji. Una uwezo, una mamlaka kama kuhani. Ukuhani wote wa kishetani, hata kama ni nani, ukuhani wote wa kishetani, mimi nawaambia, hata mtoto aliyeokoka njani achawe na ufahamu, ajue ni kuhani. Haijalishi huo kuhani wa kishetani ana mamlaka kiasi gani, haijalishi, ana uwezo wa kuangamiza ukuhani wake katika jina la Yesu. Kwa hivyo lazima tuelewe haya mambo katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Watu some kitu katika jina la Yesu. Tuangalie kitu kuhusu ufalme na ukuhani. Hii kitu Pastor Morris aliitaja Jumapili, lakini nataka tusome tena, nieleze kitu hapa. Kitabu cha Kutoka 22, Hesabu 22, Hesabu 22, kisha nitasoma Wafalme wa Pili 26, 27. Nieleze kitu na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Ndaanzia mstari wa pili. Hesabu, Numbers, wala wazungu ni Numbers 22, kuanzia mstari wa pili. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaturamba vitu vyote vinavyozunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Baalamu mwana wa Bohari hata Padhori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaofunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusii ulilanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Wacha tuachie hapo. Hii Pastor Morris alizungumzia Jumapili. Nupungie mkono. Biblia inazungumzia mfalme wa Moabu aliitwa Balaki. Na huyo mfalme alikuwa na jeshi. Alikuwa na jeshi chama. Alikuwa na jeshi. Na akasikia sifa za wana wa Israeli. Waamori walikuwa majirani wake. Bwana asifiwe. Na akasikia kile ambacho wamefanyia Waamori.
Sijui kwa nini alifadhaika, lakini nafikiria siku zile Waamori walikuwa na nguvu kushinda Moabu. Nipungie mkono. Walikuwa na nguvu kushinda Moabu. Na akaangalia kile wametendea Waamori, na akaangalia Waamori, na akauliza, kama Waamori wametendewa hivi, sembuse mimi watanifanya nini? Na akaambia wazee, hawa watu wataturamba vile ng'ombe anavyoramba nyasi. Hakuna kitu ambacho kitabakia. Nisikie. Na huyu alikuwa anajua siri ambayo watu wengi hawajui, asa wana wa Mungu. Ni bahati mbaya hii siri wana wa Mungu wengi hawajui. Ingawaje wana wa ulimwengu wengi wanajua, na ingawaje wengi hawajui. Nisikie. Na mimi nawaambia ukweli usiku wa leo. Tena nawaambia katika jina la Yesu, kufaulu katika haya maisha si binti ya mwili peke yake. Mimi nakwambia ukweli. Kufaulu katika haya maisha sio binti ya mwili peke yake. Maana kama ni binti, mimi nakwambia ukweli, hakuna watu wana binti kama wa Kenya. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua nikiwa kule Pwani, ulikuwa unaangalia pale Nyali Bridge kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 2 asubuhi, vile watu wanavuka mbio pale. Bwana asifiwe, kama nyuki wakienda kazini. Angalia huku Ipizeni vile watu wanafanya kazi. Angalia hapa sokoni. Mimi nawaambia, kwa hapa sokoni tuko sokoni. Na wala sisungumzi bibaya, ila nasema ukweli. Kuna watu ambao wanarauka sokoni saa 11, wanatoka saa 3 usiku. Lakini nawaambia ukweli, ukiangalia kile wanafanya hauoni. Ukiwauliza matunda ya jasho lao, matunda ya biashara yao, wengine wamekuwa zaidi ya miaka 20, lakini bado hawana chochote cha kuonyesha katika haya maisha. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu nawaambia ukweli jioni ya leo, ya kwamba kufaulu katika haya maisha sio binti ya mwili peke yake, ila yule ambaye anayeungwa mkono na ulimwengu wa roho. Mimi nakwambia tena katika jina la Yesu, pasipo kuungwa mkono na ulimwengu wa roho katika haya maisha uwezi ukafaulu. Mimi nakwambia ukweli. Na kama nadanganya, ni vile watu waseme ukweli. Mimi nawaambia ni vile watu waseme ukweli. Nyinyi watu ambao wameona kana kwamba wamefaulu, wamepata pesa, wamepata kitu, wamepata cheo, mimi nakwambia hawa watu wameungwa mkono na ulimwengu wa roho. Ni vile watu waseme ukweli. Aidha wameungwa mkono na ulimwengu wa giza, ama wameungwa mkono na ulimwengu wa nuru. Na nisikie, mimi nawaambia hakuna yeyote pia anayeungwa mkono na ulimwengu wa roho, huwe ni wa giza ama huwe ni wa nuru, pasipo kuabudu. Mimi nakwambia ukweli, pasipo kuabudu. Kama wewe si muabudu Mungu, nakwambia ukweli, kama wewe si muabudu Mungu, usitarajie ya kwamba Mungu atakufanikisha. Afadhali uende ukatafuta kamote, lakini ukitafuta kamote na wewe unakufia huko. Haleluya. Mumesikia? Ndio nataka tujifundishe katika jina la Yesu kuabudu. Na kitu kimoja naomba katika jina la Yesu, ndio tujifundishe kuabudu Mungu. Yesu anasema walimuabudu Mungu halisi ni wale ambao wanaomwabudu katika roho na katika kweli. Maana Mungu anatafuta watu kama hao. Ukiwa muabudu Mungu katika roho na kweli, na asa ukiwa muabudu Mungu na mali zako, na Mungu aone hakika wewe umeamua kumwabudu na mali zako, mimi nakwambia utafanikiwa katika jina la Yesu. Hakuna anayefanikishwa na shetani pasipo kutoa sadaka, tena kafara, sadaka zenyewe. Haleluya. Sisungumzii hayo. Haleluya. Lakini nasungumzia huyu mfalme alielewa kuna ukuhani, alielewa nguvu za ukuhani, na alijua kuna kuhani mmoja aliyekuwa anaitwa Mbahalamu. Alimjua. Maana Pastor Morris alielezea zile sandaka ambazo Mbahalamu alitoa. Sitaingia kwa sandaka, mulielezwa Jumapili, na yale madhabahu aliyotengeza kwa ajili ya kile ambacho aliambiwa na Balaki. Bwana asifiwe. Lakini huyu alijua, alikuwa na jeshi, lakini alijua ya kwamba jeshi peke yake na uwezo wa Israeli aliyo nao, alijua akitumia ukuhani
hali akitumia ukuhani, ana uwezo kupitia ule ukuhani kuondoa uwezo na nguvu Israeli iliyokuwa nao. Hii halijua jeshi lake alingeweza, lakini alijua ukuhani wa Balaamu. Maana anamwambia Balaamu, sikia Balaamu, inajulikana wewe ambaye unayemlahani analahaniwa, unayembariki anabarikiwa. Na hili uone sio mchezo. Nisikieni katika jina la Yesu, msichezee ukuhani. Nawaambia msichezee ukuhani. Huo ni ukuhani wa kishetani, ama ni ukuhani wa Mungu. Mwanadamu anishikie, yeyote ambaye ni kuhani, mimi narudia, yeyote ambaye ni kuhani, haleluya, huyo si wa kuchezea. Na mmoja ambaye si wa kuchezea ni sisi ambao tuliokoka, kwa sababu sisi ni makuhani, kwa sababu sisi ni makuhani katika jina la Yesu. Haleluya. Nisikieni, nisikieni katika jina la Yesu. Ukuhani si wa kuchezewa. Yeyote ambaye ameidhinishwa kuwa kuhani, hawe ni kuhani wa kishetani, hawe ni kuhani wa kiungu, huyo si wa kuchezea. Mimi nawaambia, huyo si wa kuchezea. Sitaki kuzungumza kuhusu makuhani wa kishetani, maana sisi tuliokoka tuna uwezo, tuna nguvu dhidi ya kuhani wa shetani, tuna uwezo, tuna nguvu dhidi ya chochote ya kishetani. Lakini mtu ambaye asiye na Mungu, mtu ambaye asiyeamini, anasema pale, hakuna uchawi, mimi nimesoma sijui nini. Mwanadamu, mimi nakwambia wewe kama Mkristo ambaye hajasimama vizuri, Mkristo ambaye madhabahu yake yamezima, Mkristo ambaye haelewi ukuhani wake, mimi nawaambia yeyote ambaye ni kuhani, wao ni wa kishetani, hawa ni wa kiungu, si wa kuchezea katika jina la Yesu. Kwa sababu gani? Nipungieni mkono. Haleluya. Balaamu alipokuja, nisikieni, nani halikuja kumpinga? John, umesoma nani alikuja kumpinga? Hamjasoma? Haya, hamjasoma? Haleluya. Ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu ya muda sitasoma. Ni Mungu mwenyewe alituma malaika. Na Biblia inasema Balaamu hakuona malaika, lakini Biblia inasema punda iliyombeba Balaamu iliona malaika alipokuwa anaenda. Haleluya. Kuhani, Balaamu alikuwa kuhani wa kishetani aliyekuwa na uwezo wa kusikia katika ulimwengu wa roho. Nisikieni, hata wachawi wana uwezo wa kusikia katika ulimwengu wa roho wa Mungu, ni vile ni waasi. Wana uwezo wa kuona malaika, kuona ulimwengu wa roho wa Mungu, lakini ni waasi. Sasa Balaamu, nisikieni ndio mjue ukuhani jinsi ulivyo na nguvu. Nisikieni mjue yeyote aliyekuhani hapa duniani si wa kuchezea, hawe ni kuhani wa shetani kama ni kuhani wa Mungu. Nisikieni katika jina la Yesu, huyo si wa kuchezea. Mimi nawaambia, kama mna masikio musikie, kama mna masikio chukulieni mambo wasiwasi, ila siwatishii. Maana nyinyi tuliokoka, sisi ni makuhani wa Mungu, tuna uwezo, tuna nguvu kuliko makuhani wa kishetani katika jina la Yesu. Hila ukijua uyasimama vizuri, acha misaa katika jina la Yesu. Nani alikuja kupinga Balaamu? Tuangalie katika Biblia katika jina la Yesu, ili uelewe nguvu za ukuhani katika jina la Yesu, ili usimame kama kuhani katika nafasi yako katika jina la Yesu na damu takatifu ya Yesu mwana wa Mungu. Narudia tena, ili ujue nguvu za ukuhani, ili usimame katika nafasi yako ya ukuhani wa Mungu katika jina la Yesu. Nani alikuja kupinga Balaamu? Biblia inasema ni malaika, na ile punda ikaona malaika. Soma Hesabu 22 na 25. Ila Balaamu hakuona. Punda akakataa kwenda, akalala chini. Balaamu akaitandika. Haleluya. Na punda ikafungua mdomo, ikamwambia, wewe Balaamu, nimekubeba miaka ngapi? Kamwambia, miaka mingi hii. Kuna siku nimeikataa kukutii? Kamwambia, hapana. Ujiulizi kwa nini leo nimekataa kukutii? Biblia inasema na punda alipoongea, Mungu akafungua Balaamu macho, akaona malaika amesimama na upanga. Na nisikieni, yule malaika alikuwa ameshuka kumuua nani? Balaamu. Soma Biblia. Malaika alikuwa ameshuka kumuua nani? Balaamu.
ndio malaika akaambia Balaamu, sikia Balaamu, kama si punda aliyeniona na akanjiepusha na mimi akaniondokea akaenda kwa ukuta, leo ningalikuua. Kwa hivyo kile ambacho kiliokoa Balaamu ni punda. Kama si punda, malaika angaliua Balaamu, lakini punda ikamwokoa. Na Balaamu akaomba msamaha. Haleluya, akamwambia nisamehe. Lakini malaika akamwambia, sikia Balaamu, nitakuruhusu uende, lakini utasema kile ambacho nitakwambia useme, si kile ambacho Balaki anataka useme. Wacha nikuulize, kwa nini Mungu anamwambia Balaki, sikia Balaki? Haleluya, sikia Balaamu, kile utasema ni kile mimi nitakwambia, si kile Balaki atakwambia. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu mwenyewe anaelewa nguvu ambazo zimo katika kinywa cha yoyote ambaye anayeitwa kuhani. Sikia, Balaki anasema, wewe Balaamu unayemlahani analahaniwa, unayembariki anabarikiwa. Kwa sababu gani? Alikuwa kuhani. Tunajuaje alikuwa kuhani? Kwa sababu alijua kutengeza madhabahu. Alijenga madhabahu mara 7. Alijua mambo ya sadaka. Ni kuhani peke yake anayejua mambo ya madhabahu. Ni kuhani peke yake anayejua mambo ya sadaka. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo Balaamu alikuwa amezoea kama kuhani. Lazima Balaki alikuwa ameona mtu ambaye aliyelaaniwa na Balaamu akalaaniwa. Lazima alikuwa ameona mtu ambaye aliyebarikiwa na Balaamu akabarikiwa. Ndiye atumane. Biblia inasema alitumana na mshahara. Haleluya. Kwa sababu ya nguvu ya ukuhani, nisikieni, ilibidi Mungu mwenyewe ashuke. Ilibidi Mungu mwenyewe hashuke amzuie, maana Mungu halijua. Kwa sababu ni kuhani, kwa sababu ni kuhani, akinena neno na Israeli hiwe haiko sawa, litawapata. Kwa sababu ni kuhani, na kuna sadaka na kuna madhabahu, ndio Mungu hakampinga. Haleluya. Kwa hivyo usicheze na kuhani katika jina la Yesu. Na Biblia inasema, nipungieni mkono wale ambao wanasinzia. Haleluya. Biblia inasema hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume nasi itakayofaulu. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu anatupatia. Hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume nasi itakayofaulu. Lakini sikia, Biblia inasema, na kila ulimi utakao nena kinyume nao si juu ya Mungu. Biblia inasema ni wewe. Hallelujah, hallelujah. Every tongue that speaks against you, Biblia inasema you shall condemn that tongue. Hallelujah. Silaha Mungu ametuhakikishia, hakuna silaha itakayoundwa kinyume nasi itakayofaulu. Lakini ulimi unaonena kinyume nasi tutahukumu. Na nisikieni, mimi niko makini sana mwanadamu anapozungumza. Mimi nawaambia, niko kini sana, usikiza sana mwanadamu anapozungumza. Mimi si pumbavu. Haleluya. Siku nyingine nikawa na haja na mtu mwingine, naambia mimi sija kutishia, mimi ni mwerevu sana, najua mahali kuna vitisho na mahali hakuna vitisho. Haleluya. Lakini mimi vitisho vya shetani haviwezi nifanya chochote, vinambaki fire katika jina la Yesu. Sema vimbaki fire. Sema vimbaki fire katika jina la Yesu. Vimbaki fire kwao mara 100. Sema amen. Vimbaki fire kwao katika jina la Yesu, ili wajue Mungu ndiye mwenye nguvu, ili wajue ukuhani wetu ndio una nguvu kuliko ukuhani wa ibilisi. Sema amen. Haleluya. Ndio Mungu anasema katika jina la Yesu, kila ulimi utakaonena kinyume nasi ni sisi tutakao hukumu. Haleluya. Ni ndimi gani? 75 wanaonena katika uwezo na nguvu za kishetani. Ni ndimi zetu zinakanusha katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuwa mwangalifu maneno yanayozungumzwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasikiza mhubiri moja, alikuwa mchanga wa kiroho na alikuwa na rafiki yake ambaye ni kuhani wa shetani. Mimi nawaambia katika jina la Yesu, chama, omba Mungu akufumbue macho, na si chama ni peke yake. Mimi nawaambia katika jina la Yesu, na Mungu atujalie
hii neema katika jina la Yesu ya kupambanua maroho yanayofanya kazi katika maisha ya binadamu. Mungu atupatie macho ya kuona katika ulimwengu wa roho, kama vile Mungu aishivyo. Mtu wetu wa ndani na macho yetu ya ndani yatiwe nuru katika jina. Sema amen. Macho yetu ya ndani yatiwe nuru katika jina la Yesu, tuweze kuona maroho yanayofanya kazi katika maisha ya watu. Na Mungu atusaidie tuweze kujua watu wale ambao walio karibu nasi ni watu aina gani, watu ambao tunaokula nao ni watu aina gani, watu tunaofanya kazi nao ni watu aina gani, katika jina la Yesu. Maana hata Daudi anaomba Mungu, anasema, Baba, ninakuomba wale ambao wako karibu nami nilinde nao, maana wale maadui wamejitangaza maadui, nitajikinga. Lakini hao wako karibu, na Biblia inasema adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwake. Haleluya. Mungu awafumbue macho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Si kila aitaye jina la Bwana ni wa kweli katika jina la Yesu. Kuna wengine wanaita jina la Bwana, kuna wengine wako makanisani wanajifanya wameokoka na ni makuhani wa kishetani. Mimi nawaambia ukweli, makanisa yamejaa makuhani wa kishetani, wamejaa umo. Na waambia ukweli, kanisa simejaa makuhani wa kishetani, na ni vizuri Mungu atufungue macho katika jina la Yesu, ili tupate kuwajua katika jina la Yesu. Si kila mmoja anayesema Bwana wa mabwana. Hata Yesu anawauliza, Bwana mwaniita Bwana wa mabwana, na huko roho zenu ziko mbali na ni wengi sana wanasema Bwana wa mabwana, wanaimba wanaruka, na roho zao ziko east na Yesu ako south. Haleluya. Watu wa aina hiyo tuwajue. Sasa anasema alilima sana, na akawa na rafiki yake, rafiki wa karibu sana, anajifanya muumini, anajifanya anamuombea. Wapi? Ni kuhani wa shetani. Akatembea nyumbani mwake, akaona vile mimea imefanya vizuri, akamwambia, hey, mimea imefanya vizuri na nipendeza. Kesho yake likauka. Haleluya. Bwana sifiwe. Unajua kuna watu unafikiria wanakubariki ila wamekulaani. Sema hii biashara imeendelea. Naona vile imeendelea. Na kuna wengine wanajitangaza, wanakuambia wacha tuone utafika wapi. Wanjibu, waambie nitaenda mbali. Tutaenda mbali? Tutaenda mbali? Tutabarikiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini lazima tujifundishe na tujue ya kwamba sisi ni makuhani. Kwa hivyo huyu alielewa nguvu ya ukuhani, na Mungu alielewa pia nguvu ya ukuhani, ndio Mungu akamzuia Balaamu. Acha niwaambie, kama Balaamu alikuwa hana nguvu yoyote, basi Mungu angeshughulika, angesema Balaamu, enda kaliwa na baridi. Haleluya. Wacha niwaambie, hata ukisikia nikikenjeli wachawi, na waambie wanafanya wela watu, kwa sababu mimi najielewa, madhabahu yangu inawaka moto. Haleluya. Haleluya. Haiyazimika. Naelewa ukuhani wangu 24/7 niko halati katika jina la Yesu. Ndio wanisumbui mimi, ndio nasema wafanye wela watu. Haleluya. Na ni wela watu. Lakini ukijua uko sawa, useme wela watu. Ninakwambia, niliwaambia Jumapili, useme wela watu. Si wela watu. Kuwa sawa katika jina la Yesu. Fanyia Mungu ibada. Kuwa na agano na Mungu kama wana wa Israeli, na Mungu atakutetea. Kile napenda Mungu ni kwamba wana wa Israeli walikuwa hawana habari kama kuna kuhani wa kishetani amekondishwa awalaani. Lakini inasema kwa sababu walikuwa na Mungu, walitembea na Mungu, utukufu wa baba yao Yakobo inasema ulikuwa juu yao. Maana Balaamu anauliza, nitawalaani vipi na utukufu wa Yakobo na uona juu yao? Haleluya. Naona utukufu wa Mungu. Anauliza, hawa wamebarikiwa, nitawalaani vipi? Baraka za Bwana ziwe juu yako, utukufu wa Mungu uwe juu yako katika jina la Yesu. Na hii ni sadaka na dhabihu na ibada ambazo unazomfanyia Bwana, ndio zinaleta utukufu. Utukufu wa Mungu haushuki isipokuwa uwe na ushirika na Mungu. Umesikia chama? Acha niwaambie, narudia tena, utukufu wa Mungu haushuki kwa mwanadamu asipofanya ushirika na Mungu. Utukufu wa Mungu haushuki kwa sababu umesema utukufu shuka. Utukufu uletwa na ushirika na Mungu. Binasema Musa alipopanda mlimani
na akakaa na Mungu siku 40. Binasema Musa aliposhuka wana wa Israeli hawangemtazama, maana alikuwa anakaa kama Mungu. Binasema ilibidi atafute pasia, inaitwa pasia ama inaitwa nini? Veil. Haleluya. Buibui. Haleluya. Atafuta buibui aweke kwa uso, kwa sababu ya utukufu wa Mungu uliokuwa juu ya Musa. Na Musa bila alikaa na wana wa Israeli, ndio utukufu ulienda ukipungua, ndio utukufu ulienda ukipungua mpaka mwisho ukapungua, ikawa wana wa Israeli wanaweza kumtazama. Nisikie vile unavyokaa na Mungu, ushirika wako na Mungu. Umesikia njao, kile kinaleta utukufu ni ushirika wako na Mungu, na kile ambacho kitafanya wachawi kama Balaamu washindwa na wewe watakapokuja na kuona utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Wanawaambia kuna mchawi kule Kasana, alikuwa ni baba, alikuwa mchawi. Anambia mimi nawaambia, kama mtu wewe, kama mama yako, nyanya yako ni mchawi, usimuite mchawi, lakini maana akikulaani utalaaniwa. Hata ukijua mama yako ni mchawi, usimuite mchawi. Umesikia? Ukijua babu yako ni mchawi, usimuite mchawi. Bila sema vita vyetu katika ulimwengu wa roho, hatupigani katika mwili. Hapa kwa magoti, hapa kwa magoti. Ukikutana naye unamwambia shikamoo babu. Haleluya. Unamsalimia kwa heshima hata kama ni mchawi, ni babu yako. Shikamoo babu, habari babu, habari mamangu, habari mamangu. Haleluya. Lakini hapa kwa magoti unabomoa hizo vitu katika jina la Yesu. Haleluya. Kama mamako ni mchawi umkasirishe, kwa sababu unasema umeokoka, uende kumuita wewe mchawi mama, wewe mchawi mama, wewe atakulaani na utalaanika. Kaa katika akili kwa magoti hapa, atakuweza katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa huyu babu alikuwa ni mchawi. Haleluya. Nawaambia vitu za kweli. Huyu babu alikuwa ni mchawi. Na kwa sababu alikuwa ni mchawi, akaenda kuroga mjukuu wake. Alipoenda akapata vitoto vingi vimevaa nguo nyeupe zinazunguka ile nyumba, sikimba. Akarundi mbio. Akaenda siku ya pili akavipata vitoto zaidi ya 40 vinazunguka nyumba vikiimba sifa. Akakasirika, akamuita, akamwambia, "Hii kanisa, kwa nini unaleta hizo vitoto vyenu vya Sunday school kuja kuimba hapa? Uliweka ruhusa nani? Unavileta usiku wa manane kuja kuimba hapa? Mimi sitaki hizi vitoto vya kwenu hapa." Akamuuliza babu, "Wewe babu, ukiona vitoto ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa unaenda wapi kwangu saa 9 ndio uone vitoto?" Sababu akanyamaza. Kajua hapa nitagulundika. Haleluya. Siku moja nisikie. Haleluya. Yule kijana wa Mombasa ni shahidi. Maana alikuwa amenipeleka nyumbani akiwa dereva wangu. Na nikaenda siku moja, nikaomba usiku. Mimi nilala kuomba nje. Haleluya. Bwana sifiwe. Na nikienda nyumbani mara nyingi, mimi ulala kuomba kwa compound. Mimi nawaambia ukweli. Kama asani kwa mpeke yangu, mimi ulala kuomba kwa compound usiku na home. Na siku moja nikaomba sana. Tulikuwa na kajana. Na saa 12 nikasikia ngeti inabishwa. Ngeti inabishwa pa. Ai, nikashangaa, nani huyu? Haleluya. Nikamwambia kajana, wewe ndio ufungua, angalia ni nani. Akae. Kumbe ni anti yangu. Na si mtu mzuri. Ni mchawi, afadhali niseme ukweli. Ni anti yangu, ni mchawi. Na mahali ametoka, mimi nakwambia chama, ni mbali sana. Ni mbali sana. Sijui alirauka saa ngapi. Hata kunisalimia. Na akaniambia, "Sikia, siku nyingine ukiomba usiku uniombee." Nikamuuliza, "Wewe, nani alikwambia nilikuwa naomba usiku? Ulijuaje naomba usiku? Kwenu ni mbali hata ukusikie." Hakusema mambo mengi. Akaenda. Na wacha nikwambie. Haleluya. Wakati huo nilikuwa nimeenda kumwangalia mama yangu. Maana alikuwa ameanguka, na waambia ukweli, mama yangu alikuwa ameanguka, ameteleza, akaanguka na akaambiwa amevunjika mguu. Na kajana akanipeleka twende tukamwangalie. Na baada ya hapo nikafikiria, nikaona hapana. Hii mambo hii ni ya kichawi. Kuna mambo ya kuvunjika mguu hapa. Amewekwa plasta na kila kitu, anatembea na miti. Kamwambie, nikaomba. Kamwambia tunaenda Aga Khan. Tukaenda Aga Khan Meru Town. Kasema apigwe picha. Mara ya pili, kamwambia piga picha. Kapiga picha. Daktari akaangalia kwanza na ya pili. Akaniambia, "Lakini unajua inaweza kuwa imepona." Kamwambia, "Hii imepona wiki moja." Kamwambia, "Hii kitu itolewe." Akasema hapana. Kamwambia, "Mama, itolewe." Mama akatoa. Haleluya. Akaanza kutembea. Wacha niwaambie, hiyo maombi, na mama alipotoa, huyo anti alivunjika miguu. Haleluya. Na alikaa muda.
bila kupona. Wacha niwaambie ukweli, alikuwa na shamba, alikuwa amepewa na baba. Nakwambia aliliuza yote, aliuza akanyanga kipande hiyo. Haleluya, akanyanga kipande. Kuna wakati tulienda Kinanchoni tukaomba sana, Bwana asifiwe, na mkaona wala akitoroka. Yule mzee mliona juzi nilipoenda, kaniambia wewe, nimekutafuta sana. Kamwambia, unitafuta si unaniona? Unanitafutia nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha niseme mambo mengi kwa sababu ya wakati, lakini utukufu wa Mungu ukiwa juu yako, ushirika na Mungu. Ushirika na Mungu unakuja namna gani? Katika kumwabudu Bwana 24/7. Mwimbieni nyimbo katika jina la Yesu. Acheni hizi vitu zenu, kwa sababu una mashinda uombe, kwa sababu una mashinda usifu Mungu. Haleluya. Una mashinda uombe, una mashinda usifu Mungu. Unaangalia una pesa unakunja uso, unakaa kama wa cabbage. Huwezi imba, huwezi kuja kanisani. Acha zako wewe katika jina la Yesu. Hiyo haitamaliza shinda, utapigwa katika jina la Yesu. Biblia inasema in season and out of season. Msifu Mungu siku zote, kwa kuwa ni Mungu anastahili kuabudiwa. Si wakati ule ambapo mambo ni mazuri. Msifu Mungu, madhabahu yako yakae na moto katika jina la Yesu. Haleluya. Hapo ukuhani wako utakuwa na nguvu. Kama una kitu ya kutolea Bwana, Biblia inasema sifa za midomo yetu. Bwana sio kuimbia Bwana kwa wimbo ndani ya moyo wako, kushukuru Mungu ndani ya moyo wako. Tutaangalia pia mambo ya dhabihu na sadaka katika jina. Tusome neno lingine, kitabu cha Wafalme wa Pili 3:26 na 27, ili tuombe katika jina la Yesu. Lakini mnasaidika. Haleluya. Mtaache mambo yenu ya kwamba mnaomba ile siku mnakuja kanisani. Naomba. Unaomba Jumapili, Jumatano, Jumaa na Jumapili, maana ndio siku unakuja kanisani. Wala wakuja kanisani hawaombi. Mimi nashangaa. Hata mtu anasema anjisikii kuja kanisani, anjisikii kuomba. Leo nilikuwa anaelezewa kuhusu mtu. Nani mzee kweli kweli. Umesikia naomba? Mzee, mimi nakwambia mzee mwenyewe. Mama mzee mwenyewe. Nikisema ni mzee. Miaka 80. Lakini kuwe na baridi, kuwe na mvua, mali yeye ni kuhani. Saa 10 mpaka awe pale. Kila siku. Saa 10 mbena ako hapo. Ako hapo saa 10. Mchawi tu. Mzee asikii baridi. Lakini Mkristo hata kuomba akumbuki kuomba. Acheni michezo katika jina la Yesu. Nasema Wakristo tuacheni michezo. Tuache nini? Tuacheni michezo. Tunaoshindana nao hawana michezo. Mimi nakwambia kuzimu haichezi, wala kuzimu haijaribu, wala ibatishi. Sisi tuna michezo. Sasa tumeokolewa kwa neema. Kila kitu ni neema. Neema ikuombee, neema ikutolea sadaka, neema ikuendea kanisani, neema ikufanyia kila kitu. Neema inafanya tukubalike kwa Mungu na tufanye kila kitu. Kwa hiyo neema inatuwezesha kufanya kila kitu, lakini si neema itufanyie. Haleluya. Tunaona ya kwamba wachawi wanakaka na wana nguvu, hawana lolote, kwa sababu ya ukuhani wetu. Tunachukulia misa. Mungu mwenyewe hakuchukulia ukuhani wa kishetani misa, alituma malaika. Wewe ndio unachukulia misa. Wewe. Haya. Twende hapo. Ile siku mtajua haya mambo, mtaacha misa katika jina la Yesu. Kanisa litaacha misa. Kanisa litaacha misa. Wakristo wataacha misa. Unashangaa? Hamtoi fungu za 10. Sadaka hamtoi. Maombi hamuombi. Ibada hamuendi. Mnafikiria mtashindana na wachawi. Haya, endeleeni na misa yenu. Mtasoma. Lakini misa inaisha katika jina la Yesu. Misa inaisha kanisani. Kucheza na dhambi acheni katika jina la Yesu. Mnaniangaliaje?
acheni michezo na dhambi. Munasikia? Acheni misana ibada, acheni misana maabudu, acheni kuchezea neema. Haleluya! Mtafaulu na mtafanikiwa katika jina la Yesu. Nitasoma Wafalme wa pili 3:16-27. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala wakudiriki. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli, basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Enda usome Wafalme wa pili 3 yote. Sitasoma kwa sababu ya muda, utaelewa katika jina la Yesu haya mambo ambayo naeleza hapa. Hapa ni wafalme watatu walikuwa wamekusanyika, Bwana asifiwe, na kwenda vitani kupigana na Moabu. Huyu alikuwa ni mfalme wa Israeli. Wacha nione kama nitapata jina lake. Alikuwa ni mfalme wa Israeli. Yes. Alikuwa anaitwa Bahali. Alikuwa anaitwa nani? Sijui yao wengine walikuwa anaitwa, lakini kuna Josefati na Jeroboamu. Huyo mfalme wa Moabu alikuwa anaitwa Mesha. Bwana asifiwe. Na mfalme wa Israeli alikuwa anaitwa nani? Sioni jina lake kwa sababu ya muda. Wewe utasoma hiyo Wafalme wa pili 3. Lakini Josefati alikuwa ni mfalme wa Yuda, na wakaamua kwenda kupigana na wa Moabu, na wakapitia kule nyikani. Haleluya! Wakapata shinda sana. Na Josefati kwa sababu alikuwa mwerevu, akatafuta nabii wa Mungu. Bwana asifiwe. Kauliza, hapana nabii wa Mungu? Akaambiwa hapa kuna mmoja anaitwa Elisha. Akasema twende kwake. Bwana asifiwe. Na akaenda kwa Elisha. Elisha aliwakemea, akawaambia kama sio Josefati, nyinyi kama sio Josefati hata singezungumza na nyinyi. Maana Josefati alikuwa mcha Mungu, wale wengine wawili walikuwa si wacha Mungu. Na wakaenda vitani na wa Moabu. Na Elisha alikuwa amewaambia msiwe na wasiwasi, mtapiga Moabu, mtawamaliza kabisa, kila kitu ya Moabu mtawamaliza. Lakini mfalme wa Moabu alikuwa na akili. Alikuwa na haleluya, alikuwa na akili. Akaona bila amecharaswa. Na bila sema ikafika njioni, akaona atoboi. Bila sema akachukua watu 700 wa jeshi lake ambao yes, 700 watu wa kufuta ambao ni ontari wapigane. Akaona hawa hapana, wakashinda. Na akajua kitu kingine, akajua mahali kila kitu kimekataa, dhabihu na ukuhani sinaweza kufanya kazi. Mbungie mkono. Akajua mahali, umesikia chairman, kila kitu kimekataa, naweza fanya jambo lingine nikafaulu, ukuhani. Nini? Huyu mfalme lazima hawe alikuwa kuhani wa miungu ya Moabu. Biblia inasema akachukua mtoto wake wa kiume ambaye angemrithi. Inasema akamtoa sadaka ya kuteketeza ukutani, katolea miungu ya Moabu kuhani. Na lazima hawa akitoa sadaka alikuwa ananena. Inasema vita pale pale ikapinduka. Ikawa sasa si Israeli inakimbiza Moabu, bali ni Israeli na Edomu inakimbizwa. Inasema hasira ikawaka, wakarudi kwao. Maneno ya unabii ya Elisha yakaishia pale. Kwa sababu gani? Alielewa nguvu ya ukuhani, na akasimama katika nafasi ya ukuhani, mahali ambapo jeshi lilishindwa. John, wacheni waambie, hata kama mtachelewa, huyu mfalme wa Moabu, tena tunaona mfalme wa Moabu, maana Balaki alikuwa mfalme wa Moabu. Huyu mwingine Baasha alikuwa mfalme wa Moabu. Wote walikuwa wafalme wa
Moabu. Wakati wa Elisha na wakati wa Musa, wote walikuwa ni wafalme wa Moabu. Lakini hawa wafalme wa Moabu, kuna kitu kimoja walikijua: nguvu ya ukuhani na madhabahu na sadaka. Walijua, maana Balaki alijua akitumia ukuhani Israeli atamaliza. Huyu mwingine halijua, jeshi limekataa, jeshi limeshindwa, lakini akajua kuna jambo lingine linaitwa ukuhani. Hali akajua ukuhani utafaulu. Nisikie, nipungie mkono. Bwana asifiwe. Ulimwengu wa giza, wana wa giza wanajua nguvu ya ukuhani wao na wanajua kutumia ukuhani. Wafanyabiashara walioendelea katika ulimwengu wa roho wanajua nguvu ya ukuhani, ndio huenda kwa waganga. Mimi nawaambia, hii soko, hii bisi barabara, ingawaje kinachotokana na shetani akikosi majuto na mwishowe kinaenda tu, lakini wanajua nguvu ya ukuhani. Hawa walielewa nguvu ya ukuhani. Huyo mfalme alipoona jeshi limekataa, akajua nikiweka ukuhani kuisha, na ukuhani nchoni ukafanya kazi. Neno la nani likapotelea. Nisikieni katika jina la Yesu, nisikieni na munisikie katika jina la Yesu. Mambo yakikataa katika haya maisha, vaa kofia ya ukuhani. Hali zikikataa katika haya maisha, mimi nakwambia vaa kofia ya ukuhani. Kristo Yesu ametufanya kuwa makuhani wa Mungu. Hali zikikataa, vaa kofia ya ukuhani. Fanya kile kuhani anastahili kufanya katika jina la Yesu. Mimi nawaambia, kama muna masikio musikie. Nisikieni hawa wana wa giza, nisikieni tena. Na ndio Yesu alisema wana wa giza wana akili kuliko wana wa nuru. Asabi nasema ikija mambo ya pesa, wana akili kuliko wana wa nuru. Hawa watu wasiokoka wote, yeyote ambaye hajaokoka, hata kama anaenda kanisani lakini hajaokoka. Niliwaambia kuhusu mama mmoja, sitamtaja. Mtoto wake alipata shinda, madaktari wakashindwa, kila kitu ikashindwa, na kaenda kwa reverend. Akaenda kwa nani? Akaenda kwa reverend. Waishi dini sitaji, na dini ya kiroho, si hata mainstream. Na yule reverend akamwambia, wewe mama, mambo kama haya enda kwa mganga. Mimi nakwambia, reverend anaambia mama enda kwa mganga. Bwana asifiwe. Huyo si mwana wa nuru, hata kama anaitwa reverend. Huyo ni mwana wa giza. Kwa hivyo hawa wana wa giza wanajua mambo ya kikataa. Munanisikia? Lakini wanajua mambo ya kikataa, wanajua biashara zikikataa, wanaweza enda kwa makuhani wa kigiza, na wanaenda kwa makuhani wa giza. Makuhani wa giza ni nani? Waganga. Waganga ni makuhani wa giza. Waganga ni makuhani wa kishetani, na wanaenda mahali pale, wanajua ya kwamba ule ukuhani unaweza ukawasaidia, kama Balaki, kama Balaamu, kama Balaki, kama Baasha, wafalme wa Moabu. Hawa wafanyi biashara wasiomjua Mungu, biashara zikikataa, wanajua wanaweza tumia ukuhani. Hata wanasiasa, mimi nawaambia, mambo yakikataa, wanajua ukuhani unafanya kazi. Na mimi nisikieni katika jina la Yesu. Haleluya. Wanatoa kafara, wanatoa sadaka. Sisi hatuhitaji hizo vitu. Lakini nisikieni, nawaambia usiku wa leo, nisikieni kanisa, nisikieni wana wa Mungu, nisikieni usiku wa leo. Mambo yakikataa, invoke the office of priest. Munanisikia? Umesikia nao? Wewe ni kuhani. Umesikia Florence? Wewe ni kuhani. Haleluya. Mambo yakikataa, biashara ikikataa, ndoa ikikataa, chochote kikikataa katika haya maisha, simama katika ofisi ya kuhani katika jina la Yesu Kristo, maana wewe ni kuhani.
Na hapo ndipo kanisa inashindwa na ulimwengu wa giza. Hawajui kusimama katika ofisi ya kuhani. Haleluya, Bwana asifiwe. Simama katika ofisi ya kuhani. Fanya kile kuhani anastahili kufanya katika jina la Yesu. Kuhani anastahili kufanya nini? Kitu cha kwanza, maabudu. Hawa ambao wanaenda kwa waganga, wanaenda katika kuabudu. Niliwaambia mtu anaenda kwa mganga ni muabudu shetani. Ukienda kwa mganga umeabudu shetani. Na kuna mtu mmoja aliokoka, alikuwa mganga. Anasema ukienda kwa mganga jina lako linaandikwa kuzimu. Kwa hivyo kama usienda kwa mganga uko kanisani, omba sala toba tena, ambia Bwana jina lako lifutwe kwa kitabu ya mauti, liandikwe kwa kitabu ya uzima. Maana liko kwa kitabu ya mbinguni. Unajua? Mimi nasema Yoshua alikuwa anang'ang'aniwa na shetani, alikuwa anang'ang'aniwa na malaika. Sasa sijui kama alikuwa ameandikwa kuzimu na ameandikwa mbinguni. Mimi sijui kama majina yanaweza kuwa mahali pote pawili, mimi sijui. Lakini anasema yeyote anaenda kwa mganga jina lake linaandikwa kuzimu, ameabudu shetani. Ameabudu shetani namna gani? Na sadaka anazozipeleka. Maana hakuna anayeenda kwa mganga pasipo sadaka, pasipo madhabahu. Anaabudu shetani kwa sadaka zile, na shetani anamsaidia. Maana shetani hawezi saidia mwanadamu pasipo mwanadamu kumwabudu. Haleluya. Na wewe nishikie katika jina la Yesu. Nishikieni. Kanisa nishikieni. Mambo yakikataa, simama katika ofisi ya kuhani. Simama katika ofisi ya kuhani katika jina la Yesu. Fanya kile kuhani wa Mungu anastahili kufanya katika jina la Yesu. Kitu cha kwanza, kuhani wa Mungu anastahili kumwabudu Bwana. Abudu Bwana vile anavyostahili kuabudiwa, kwa sadaka zako, kwa nyimbo zako, kwa kila kitu chako. Mambo yakikataa, simama katika ofisi ya kuhani. Fanya mambo ya kikuhani katika jina la Yesu. Ukifanya mambo ya kikuhani, sasa nena. Ukifanya mambo ya kikuhani, sasa omba katika jina la Yesu. Haleluya. Hali zikikataa, chairman, back of your kuhani, fanya mambo ya kikuhani katika jina la Yesu. Simama katika ofisi ya kuhani, maana sisi ni makuhani. Fanya kile kuhani anastahili kufanya. Na hapo ndipo sadaka ukujia, na hapo ndipo dhabihu ukujia, na hapo ndipo maabudu ukujia. Kama nani? Kama kuhani katika jina la Yesu Kristo. Unamwabudu Bwana. Haleluya. Kama kuhani unasimama katika ofisi ya kuhani, unaabudu Bwana, unatoa dhabihu, unatoa sadaka, unaomba kama kuhani. Hali sitatii katika jina la Yesu. Sitatii. Mambo yakikataa, kuhani. Na mimi nawaambia katika haya maisha, mahali mambo yalikataa, uwe ni ulimwengu wa giza ama ulimwengu wa nuru, kuhani halihusika ili mambo yaende sawa sawa. Hakuna kiongozi ana kuhani, hakuna mchawi ana kuhani. Kwanza kuwa kuhani wa maisha yako katika jina la Yesu. Kitu cha pili, tafuta mpako wa mafuta wa Mungu, pia hawe kuhani kwa ajili ya covering yake katika jina la Yesu. Na hiyo neema uiheshimu katika jina la Yesu. Tusimame katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Mambo yakikataa, simama kama kuhani katika jina la Yesu. Kwa hivyo mimi kuna mambo nitasimama kama kuhani katika jina la Yesu. Wewe ni kuhani, simama kama kuhani. Abudu Bwana, fanya mambo ya kikuhani katika jina la Yesu. Na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Kabla hatuja nena, ningetaka tutoe sadaka mwanzo katika jina la Yesu. Tutoeni sadaka zetu. Kwanza tuabudu Mungu na mali zetu na sadaka zetu, wale wanazo. Kama tuna sadaka, tuongozwe na wimbo moja tu, dakika 5 wa kusifu Bwana. Ule wimbo nilikuambia, njoni na ujua. Unasemaje? Usikatishe. Unasemaje? Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu, wewe ni mwema. Njoni anajua wimbo. Tutoeni sadaka wale wanazo, kwa simu watoe. Kama tuna sadaka, njoo tumwimbie Bwana wimbo dakika 5 kama sadaka, praise and worship John katika jina la Yesu. Ndio tuseme matangazo. Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu, wewe ni mwema.
Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Msiharibu, we msigusa hapo, rudini huko, msiye nini hapo mkaribu. Jamani, tuendelee dakika 5 tu. Wafula shika. Well,
Baba, katika jina la Yesu, Baba, jioni ya leo kama makuhani Bwana, katika jina la Yesu tumekuabudu Bwana na sadaka zetu, tumekuabudu Bwana na nyimbo za sifa, maana Biblia imetuambia, imetuagiza ya kwamba tutolee Bwana dhabihu za sifa na midomo yetu. Baba, tumekutolea dhabihu za sifa jioni ya leo, tumekufanyia ibada Bwana katika jina la Yesu kama makuhani. Baba, tumekufanyia ibada jioni ya leo. Asante Bwana, asante Mungu wetu, kwa kuwa Bwana umepokea hizo ibada na kwa damu ya Yesu. Na sasa Bwana, kama makuhani tunaingia Bwana katika ofisi yetu katika jina la Yesu, na kama makuhani wako na kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu tunatangaza, turutiene maneno, sema kama kuhani, kama kuhani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, yake Yesu mwana wa Mungu, kila ukuhani, kila ukuhani, kila ukuhani, kila ukuhani wa kishetani, wa kishetani, na kazi zake, na kazi zake, na dhabihu zake, na dhabihu zake, na madhabahu yake, na madhabahu yake, na maneno, na maneno chochote kimefanywa mahali popote kinyume nami, kinyume na kanisa hili, kinyume na mchungaji, kinyume na heria hii, kinyume na urithi wetu, kinyume na chochote chetu, kama kuhani, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, nimeharibu jioni ya leo, nimeharibu kila ukuhani wa kishetani kinyume nami, nimeharibu kila ibada, nimetawanya kila kafara, kila sadaka, kila maneno, kila mazingaumbo, kila madhabahu, kila kitu cha ufalme wa giza, cha ukuhani wa giza, nimekiharibu, nimekiangamiza katika jina la Yesu. Sema kama kuhani, katika jina la Yesu, maana ni kazi ya kuhani kuachilia baraka, naachilia baraka katika maisha yangu, naachilia baraka kwa masomo yangu, kwa afya yangu, kwa kazi ya mikono yangu, kwa familia yangu, na kwa huduma yangu, na kila kitu changu nimeachilia baraka kwa kanisa hili, kwa mchungaji na familia yake, hata na heria hii, hata na heria hii yote, kama kuhani naachilia baraka, naachilia baraka, naachilia uzima, naachilia uzima, naachilia neema katika jina la Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu, tubarikiwe in Jesus name, amen. Na neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja na sote sasa hata milele. Hiyo tosha. Mungu awabariki. Wale wanaweza kuja kesha, tafadhali na wasii tukutaneni kwa ajili ya maombi. Kama